Mgombea wa urais wa Tanzania kupitia chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA, Salum Mwalimu ameahidi kuanzisha mfuko maalum wa kuwasaidia vijana wenye mawazo ya kibiashara iwapo atachaguliwa kuiongoza nchi. Mwalimu ametoa ahadi hiyo wakati wa mkutano wake wa kampeni uliofanyika kwenye viwanja vya Nyankumbu mkoani Geita baada ya kuwasili kwa ajili ya kuendelea na mkutano yake ya kuomba kura. Mwalimu amesema vijana wengi nchini wamekuwa na mawazo mazuri ya kibiashara, lakini changamoto ya mtaji imekuwa ikiwakwamisha kuyatekeleza. Aidha, amesisitiza kuwa lengo la mpango huo ni kuwawezesha vijana kuinua kipato chao, kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na hatimaye kuimarisha uchumi wa taifa kwa ujumla. Elia Jackson Lupembe, hii ni News Update Media. Biashara kijana nchi hii linakufa. Tutaanzisha mfuko maalum wa kusaidia kusimamia na kuendeleza mawazo ya kibiashara ya vijana wa Kitanzania ili biashara zao zikue na ziendelee. Leo hakuna jambo lolote. Utasikia tu 10% ya halmashauri. 10% ni nini? Ni nini? Hakuna utaratibu mzuri wa kusimamia. Watu wanapiga hizo pesa, watu wanatajirika na hizo pesa, mawazo ya kibiashara yanakufa. Tutaanzisha mfuko maalum wa kusimamia na kuendeleza mawazo ya kibiashara ya vijana wenzangu. Sio benki. Yaani wewe leo ukienda benki unaambiwa lete dhamana ya nyumba, lete dhamana ya shamba. Mimi naanza maisha, hiyo nyumba naipata wapi? Nipeni milioni 10, 20 nikaanza biashara, upewi. Kwa sababu huna dhamana, huna nyumba, huna kiwanja. Mfuko huo hautohitaji dhamana ya nyumba, hautohitaji dhamana ya kiwanja. Mfuko huo utahitaji tuoneshe your business plan. Basi mpango wako wa kibiashara tuoneshe. Naanzisha biashara hii, na uwezo kutengeneza faida kiwango hichi, na uwezo kurejesha pesa hii ambayo serikali mnanipa kwa miaka kadhaa. Iwe 10, iwe 20, amua wewe. Tukupe pesa ufanye biashara, utengeneze ajira, uondokane na umaskini. Twendeni tukapambane na umaskini wetu. Na waahidi Watanzania wa Geita na Watanzania wenzangu, niko tayari kwenda kupambana na umasikini wa Watanzania, kwa sababu ninajua sio umasikini tulioandikiwa na Mungu, ni umasikini unaosababishwa na sera mbovu na mipango mibovu na mikakati dhaifu ya kusimamia rasilimali za nchi hii kubadili maisha ya watu. Niko tayari kwa hiyo kazi. Niko tayari kwa hilo jukumu. Nawaambia kabisa, tuko tayari. Tukafanya transformation kubwa kwenye kilimo cha nchi hii. Huwezi kuwa na ardhi kubwa ya kilimo alafu huna viwanda. Ni ushamba. Yaani ni ushamba tu. Yaani kama ilivyo dhahabu, hatuna viwanda vikubwa vya kuchakachua dhahabu na mchanga wa dhahabu, ndio maana tunabaki kuwa masikini. Ni ushamba. Hivyo hivyo, una ardhi kubwa ya kilimo, una pamba huna viwanda. Una korosho huna viwanda. Una kahawa huna viwanda. Ni ushamba. Kilimo lazima kifungamanishwe na viwanda. Lazima viko na viwanda. Agro-industrial sector lazima na yenyewe ifungamanishwe, na kinachotoka shambani kisisafirishwe kwenda nje kama malighafi, kisafirishwe kama bidhaa. Ndivyo tutakavyoweza kuondokana na umaskini kwenye nchi yetu. Ninawashukuru sana. Ninajua tuna swala hapa la katiba mpya ambayo nchi hii tumeipigania katiba miaka nenda miaka rudi. Ni mfuko uliowashinda CCM, na unawashinda kwa sababu hawako tayari kubadilisha katiba ya nchi hii. Ninawaahidi, yaani mimi sina cha kupoteza, wala sina wa kumuogopa, wala sina wa kumhofia. Niko tayari kwenda kuwapatia Watanzania katiba mpya. Uchaguzi wa 2020 nchi hii iende ikiwa ina katiba mpya. Twendeni tukaandike katiba mpya. Wanaogopa, siogopi. Yaani mimi niko tayari tuandike katiba mpya, nikae pembeni, niweke heshima kwenye taifa hili. Nikipita mitaani niendelee na maisha yangu. Tumambo vipi, mambo poa. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Oh, relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet
Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi. Ukiwa bored unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu